Sky TV. Hiki kutangazia kutoka studio namba 1 hapa jijini Dodoma. Karibu katika taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo. Msomaji ni mimi Joseph, na kwanza ni muhtasari wake. Hemedi Abdullah ateuliwa kuwa makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, kuapishwa Novemba 8. Na kimataifa, Marekani yatishia kutoiunga mkono ujumbe wa amani wa Abeid. Na katika michezo, wachezaji 23 waitwa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kujiandaa na michezo ya kalenda ya FIFA. Hujambo mtazamaji, na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, tukikuletea dakika 60 za habari. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amemteua tena Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdullah kuwa makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, uteuzi ambao umeanza leo tarehe 6 Novemba 2025. Kwa mujibu wa taarifa ya katibu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi Zanzibar, Mhandisi Zena Saidi, Mheshimiwa makamu wa pili wa rais anatarajiwa kuapishwa siku ya Jumamosi tarehe 8 Novemba 2025 saa 4 asubuhi Ikulu Zanzibar. Wakati hawa yakijiri ni kwamba rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amemwapisha Dr. Mwenye Haji kuwa mwanasheria mkuu wa Zanzibar. Hafla hiyo ya uapisho imefanyika leo tarehe 6 Novemba 2025 Ikulu mjini Zanzibar. Mwanasheria mkuu Dr. Mwenye Haji ameteuliwa tena kushika nafasi hiyo baada ya kuitumikia katika awamu iliyopita. Mimi Mwinyi Talib Haji naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu na moyo thabiti Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za mwanasheria mkuu wa Zanzibar, na nitaihami vyema kisheria Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mujibu wa Katiba ya Zanzibar na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila kushawishiwa, hofu, pendeleo au chuki, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mimi Mwinyi Talib Haji naapa kwamba katika utekelezaji wa kazi zangu za mwanasheria mkuu wa Zanzibar, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Hafla hiyo imehudhuriwa na Jaji Mkuu wa Zanzibar Mheshimiwa Hamisi Abdalla, katibu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi Zena Saidi, katibu mkuu ofisi ya Rais Ikulu Salehe Juma, naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar Dr. Mohamed Said Dimwa, viongozi wa dini na wakuu wa vikosi vya ulinzi na usalama. Tuangazie taarifa nyingine. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule amemwagiza mkandarasi anayetekeleza miradi ya barabara, madaraja madogo, miradi ya mifereji pamoja na mradi mkubwa wa soko la majengo kukamilisha miradi yote ifikapo Disemba 16. Taarifa ya Ibrahim Jamali inafafanua zaidi. Katika ziara yake leo Novemba 6 ya kukagua utekelezaji wa miradi jijini Dodoma, Mheshimiwa Senyamule amesema kukamilika kwa miradi hii itaimarisha ukuaji wa jiji la Dodoma na kutoa fursa kuimarisha uchumi wa jiji la Dodoma. Nashukuru leo nimepata nafasi ya kutembelea miradi hii ambayo inafahamika kama miradi ya TACTIC, lakini ni miradi ambayo inapitia mradi wa TACTIC kwa ajili ya kuimarisha ukuaji wa jiji la Dodoma. Na tushukuru serikali pia kwa kutuletea fedha hizo nyingi. Kuna miradi ya phase 1 ambayo iligharimu shilingi takriban bilioni
24 na miradi ya phase 2 ikagharimu zaidi ya bilioni 14. Kwa hiyo kwa miradi yote ya ujumla ni takriban bilioni 38 miradi tuliyotembelea leo, ambayo imejumuisha miradi ya barabara, miradi ya madaraja madogo, lakini miradi ya mifereji na pamoja na mradi mkubwa wa soko la majengo, ambayo yote hii tumeiona kwa kukamilika kwake kutaenda kuimarisha sana mji wa Dodoma kwa mtazamo wake, lakini pia kwa uimarikaji wa miundombinu yake. Baadhi ya miradi tumeweza kushauri kwa hatua. Hasa mradi wa soko tumeshauri vitu vingi sana pale tulipo kwenye mradi vizingatiwe kama ambavyo tulisisitiza, lakini miradi ya jumla ya barabara inaonekana inaenda vizuri, lakini bado tuna kama mwezi mmoja tu na siku chache ambapo miradi hii inatakiwa ikamilike. Kwa hiyo niendelee kutoa shime, ingekuwa ni mkandarasi ambaye anajitambua anaenda haraka sana, maana angetakiwa amemaliza hata mwezi mmoja kabla ya mradi. Kwa hiyo nisisitize mkandarasi kuhakikisha tarehe 16 mwezi Disemba miradi yote inakamilika. Kwingi mnatuambia bado kazi ndogo, lakini kuweka walkway sio kazi ndogo kama usipoifanya kwa utashi mkubwa au kwa umakini mkubwa. Kuweka taa, tunaamini taa mtakuwa mlishaagiza ziwekwe site, zianze kuwekwa, pamoja na vitu vingine vya kukamilisha mifereji ambayo tumeviona havijakamilika. Katika hatua nyingine, Mheshimiwa Senyamule amefanya ziara katika mradi wa soko la majengo, ambapo amesema hadi kufikia mwishoni mwa Disemba soko hilo litaanza kutumika na kuongeza kasi ya ukuaji wa uchumi. Soko hili ambalo linaitwa soko la majengo limekuwa ni soko kubwa na tegemeo kwa wananchi wa Dodoma kwa muda mrefu wa miaka mingi. Kwa hiyo mpango huu wa kurekebisha soko hili unatokana sana na hali ya maendeleo yaliyoko sasa, lakini kuendelea kuongeza tahadhari za kiusalama, lakini kuendelea kuimarisha huduma za wauzaji wenyewe na wanunuzi wa bidhaa katika soko hili. Sasa hapa tunaona kuwa kwenye ujenzi soko hilo liko nyuma ya muda kama ambavyo tumesikia, lakini wito wa sasa ni kwamba haijalishi kulikuwa na sababu gani zilizopelekea mradi huu kuchelewa, tunachokielekeza kwa sasa tujipange upya, kandarasi ajipange vizuri, mshauri ajipange vizuri, soko hili liishe kwa muda uliokusudiwa. Tunaona kabisa uwepo wa soko hili katikati ya mji umesababisha msongamano mkubwa kwa eneo la katikati ya mji, watu wanapita kwa shida na nini, lakini tulitegemea jambo hilo litokee kwa muda mfupi, kwa sababu mkandarasi atajua wajibu wake wa kufanya haraka ili wananchi warudi kwenye maisha yao ya kawaida. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Dodoma Mheshimiwa Alhaji Jabili Shekimweli amesema amepokea maelekezo ya mkuu wa mkoa na watafanyia kazi na kuweka msukumo wa kuhakikisha miradi hiyo inakamilika kwa wakati. Nikuhakikishie kwa niaba ya wenzangu kama tulipokea maelekezo hayo tutafanyia kazi, lakini kuelekeza eneo la mwisho la mradi upate nafasi pia kufanya majumuisho ili pia utoe maelekezo sasa yale ya jumla ambayo ungependa kuyatoa. Niendelee kuwaomba wenzangu kwenye kamati ya usalama pia kwenye jiji ambao wanatekeleza mradi huu, mradi unapochelewa hauchelewi mradi wenyewe, unachelewa huduma iliyokusudiwa. Hiyo tunazana mara zote tunaendelea kuweka msukumo mradi hii ikamilike kwa wakati. Baadhi ya maeneo mvua zinakaribia kuanza, kwa hiyo kama kule kwenye soko kulikuwa na kiu ya muda mrefu soko likamilike kabla mvua hazijaanza. Halmashauri ya jiji la Dodoma ni moja ya halmashauri 12 zilizopo kwenye awamu ya kwanza ya utekelezaji wa mradi wa TACTIC. Mradi huu kwa Dodoma umetengwa katika mafungu matatu na utekelezaji wa mradi ulianza rasmi Novemba 20, 2023, ikiwa ni ujenzi wa fungu la kwanza ukifuatiwa na ujenzi wa fungu la pili ulioanza Machi 3, 2023. Mimi ni Ibrahim Jamali, Sky TV, Dodoma. Asante Ibrahim Jamali kwa undani wa taarifa hiyo. Na taarifa nyingine, hatimaye familia ya marehemu Biroda Jonathan aliyeuawa kikatili ndani ya nyumba yake kwa kukatwa mapanga sehemu mbalimbali ya mwili wake wiki mbili zilizopita huko wilani Serengeti mkoani Mara imekubali mpendwa wao kuweza kuzikwa. Mariango Mgeta na maelezo zaidi. Tukio hilo la mauaji lilitokea usiku wa Oktoba 23, 2025 katika kijiji cha Burunga, kata ya Uwanja wa Ndege, wilaya ya Serengeti mkoani Mara, ambapo mwanamke aliyejulikana kwa jina la Roda Jonathan mwenye umri wa miaka 46 aliuawa katika mazingira kutatanisha baada ya mtu au watu wasiojulikana kuruka ukuta na kuingia ndani ya nyumba hiyo usiku kisha kumshambulia kwa silaha za jadi hadi kupoteza maisha.
Marehemu Rhoda alikuwa mke wa mhandisi Wilson Charles, meneja wa wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA mkoa wa Kagera. Taarifa za awali za jeshi la polisi zilibainisha kuwa mhandisi Wilson Charles, mume wa marehemu, alikuwa anashikiliwa kwa tuhuma za mauaji hayo, huku uchunguzi ukiendelea kubaini ukweli wa tukio hilo. Kwa majina naitwa Sara Jonathan. Marehemu ni mdogo wangu anayenifuata. Mwanzoni ilikuwa ngumu sana. Mwanzoni ilikuwa ngumu kupokea tukio hili, na tulikuwa hatujaelewa kwamba mdogo wangu ameuawa na kitu gani, na ni majambazi wamemuua au ni habari nyingine. Lakini mpaka sasa, kutokana na ule mwanzo wa upelelezi, jinsi serikali ilivyotupa ushirikiano, tunaishukuru sana serikali kwa kuwa tumepata ule mwanzo wa upelelezi. Kwa hiyo tunaishukuru serikali, lakini mpaka sasa tumekubali kumchukua mwili wa marehemu na kuleta hapa nyumbani tukauzike. Ni maongezi yamefanyika kati ya familia hii na familia nyingine. Tumekubaliana kwamba mwili usiendelee kuozea mochari, tukauhifadhi sehemu yake sahihi. Lakini hata hivyo bado pamoja na kwamba serikali imetusaidia kwa awamu ya kwanza ya upelelezi, lakini mpaka sasa tuna matumaini makubwa na serikali itaendelea kuwa pamoja nasi, ikiendelea kuchunguza zaidi na kuwabainisha wale waliomfanyia mdogo wangu uovu kama huu uliomkuta. Kwa hiyo sisi kama familia tumehuzunika sana, lakini tumeridhia kumhifadhi mwili wa marehemu. Maliangu Mugeta, Sky TV, Dodoma. Mtazamaji unatazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Wakulima wa tumbaku Chunya waiomba serikali kuhakikisha kampuni za ununuzi zinaweka dhamana mali zisizohamishika. Karibu tena mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Sky TV, mimi ni Mindi Josefu. Wakulima wa tumbaku kupitia chama cha msingi cha ushirika AMCOS cha Mtanila wilayani Chunya mkoani Mbeya wameiomba serikali kuweka sharti linalolazimisha kampuni za ununuzi wa zao hilo kuweka mali zisizohamishika katika maeneo yao ili ziweze kutumika kama dhamana malipo kwa wakulima endapo kampuni hizo zitashindwa kutekeleza wajibu wao. Taarifa ya Upendo Kibetile kutoka mkoani Mbeya inafafanua zaidi. Ombi hilo limetolewa kwenye mkutano wa hadhara ulioandaliwa na chama cha msingi cha wakulima wa tumbaku cha Mtanila AMCOS, ukiwa na lengo la kutoa elimu kwa wanachama wake. Ninapendekeza kwa makampuni yanayokuja kufanya biashara na sisi, kabla hajaingia mikataba, basi yawe na dhamana zisizohamishika kwenye eneo letu. Hapa nazungumzia wawe wana ofisi. Kuna watu wamefanya nao biashara hawana hata ofisi huku. Naomba serikali kwenye hili iangalie kwa watu ambao wanapewa mikataba kidogo, wawe na kitu ambacho hakihamishiki kwenye haya maeneo ya kwetu. Serikali natamani ifanye mkazo kuhakikisha huyo kampuni anapoingia hakikisha dhamana hiyo ipo wazi na serikali imeithibitisha pasipokuwa na nini na zile janja kwamba ipo, yani kwa vitendo ionekane ipo ile dhamana, basi huyu mkulima atabaki salama. Mimi nilikuwa naomba serikali itie mkazo kwenye dhamana, kwa sababu kampuni nyingi zimekuwa ndani. Sio mara moja, sio mara mbili tumeziona kampuni zikiendelea kudhulumu pesa za watu. Hivyo tulikuwa tunaomba sasa serikali tusaidie, kwa sababu sisi ni wakulima tena ni chini. Serikali hakikisha inaweka utaratibu mzuri wa kampuni za wakulima. Hakikisha zinakuwa na dhamana tunazoziona ndani ya macho yetu. Kwa upande wake mwenyekiti wa chama cha msingi cha Mtanila AMCOS Isaya Huseni na mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika wa tumbaku Chunya Chutiku Sebastian Masika wamesema wamepokea ombi hilo na watapeleka kwa wahusika. Kimsingi mikataba ya wanunuzi huwa ni bodi ya tumbaku ambao ndio wanaiandaa. Kwa hiyo huwa wanazingatia hayo yote, isipokuwa tu hizi amana ambazo wakulima wameenda kushauri leo kwamba ziwepo maeneo husika, hilo ndo ambalo halikuwepo. Sasa sisi kama viongozi tumelichukua, maana yake tutaenda kuwapelekea wahusika ili waone namna nyingine. Kupitia ombi la wakulima, hii itakuwa ni nzuri zaidi kwamba yaonyeshe dhamana yao
mpaka wakulima wajue kwamba dhamana ya hawa ni hii, kwa sababu wanakuwa na uhakika hata wanapofanya maamuzi ya kuchagua kampuni gani waende, wanakuwa na uhakika kwamba hii kampuni tunaichagua sababu ina uwezo huu, ina dhamana hizi. Naye afisa ushirika wilaya ya Chunya Chacha Mwita ameeleza namna wakulima wanavyoweza kuwasilisha migogoro au kero zao serikalini. Nimesema ukipitia huko kote tumeshindikana, ofisi za ushirika wilaya kabidhi pale mgogoro wako. Ukishindikana tunakupeleka mkoani. Ikishindikana utaenda kwa mrajisi wa taifa. Ikishindikana utakata rufaa kwenda kwa waziri mwenye dhamana. Baada ya hapo maamuzi yatakayotolewa ndo ya mwisho. Ila inawezekana hapo katikati kabla hujafika kwa waziri mwenye dhamana tayari umefanya nini? Umeridhika. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Asante Upendo Kibetile kwa ndani wa taarifa hiyo. Na wakazi jijini Dar es Salaam na mkoa wa Pwani wameridhishwa na utoaji wa huduma ya maji katika maeneo yao inavyozidi kuimarika, na hawana hofu juu ya usalama wa huduma hii, kwani wiki iliyopita kulibuka tuhuma za maji hayo kuwekewa dawa ya kuharisha. Sofia Daudi na undani wa taarifa hiyo. Wananchi mbalimbali wamezungumzia hali ya upatikanaji wa huduma ya maji, ambapo wamepongeza jitihada zinazofanywa na mamlaka kuhakikisha maji yanapatikana pasipo changamoto yoyote ikiwemo ya usalama. Upatikanaji huo wa maji ni mkakati wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA kuhakikisha huduma ya maji inayonufaisha wananchi wengi wa mikoa ya Dar es Salaam na Pwani. Huduma za maji na zinaendelea kama kawaida, japo kuna tetesi zilitokea kwamba maji yalikuwa hayako vizuri, yametiwa sumu, lakini tunaendelea kuyatumia na hatujapata madhara yoyote. Kwa hiyo huduma zinaendelea kama kawaida na maji bado tunaendelea kuyatumia. Mimi nashauri tu kwamba waheshimiwa, labda ni tetesi ama ni uvumi kutokana na mambo yaliyotokea nyuma hapa, lakini bado tunaendelea na huduma ya maji tunayotumia na hakuna madhara yote tuliyosikia. Kweli taharuki hiyo ilitokea ya kuhusu maji yana sumu, lakini baada ya muda DAWASA wenyewe walitutumia message kwamba message za kawaida kwamba maji yale hayana sumu, ndio maji ambayo tunayotumia mpaka sasa, na katika familia yangu hakuna yoyote aliyedhurika. Mimi kwa maoni yangu na wahusia wananchi wenzangu, linapotokea taharuki kama hiyo, naomba wewe watulivu mpaka watakapopata taarifa kwa wahusika wenyewe. Sofia Daudi, Sky TV. Asante Sofia Daudi na undani wa taarifa hiyo. Wafanyabiashara katika stendi kuu ya mabasi ya mji wa Vawa wilayani Mbozi mkoani Songwe wameeleza hali ya biashara ilivyokuwa sasa tangu kufanyika kwa uchaguzi mkuu nchini, huku akisisitiza umuhimu wa kudumisha amani. Mwandishi wetu John Kiango ana ripoti kamili. Wafanyabiashara hao wamezungumza na Sky TV na kueleza changamoto na hali wanayopitia kwa sasa baada ya uchaguzi. Toka tumefanya uchaguzi, kwa kweli hali zetu zimekuwa mbaya sana. Yaani sana, tumeathirika pakubwa. Na kuzingatia yani kama wauza ndizi, wauza maparachichi kwetu tumemwaga vibaya. Kwa hiyo saizi hata mitaji hatuna. Tumebaki tu tunaranda, hata ukiangalia sehemu yenyewe ya stendi vitu vya kuuza hamna. Hizo baki tu ni nyanya kidogo. Tuna wenyewe wamemwaga kweli. Kwa hiyo ndio tumeathirika kwa sehemu hiyo kubwa. Kwa hali ya saizi wateja kwa kweli tumewaathiri pakubwa. Hata wateja wenyewe wanabaki wanashangaa, wanalalamika imekuweje. Na wenyewe tumewaathiri pakubwa. Bei zimepanda, ina maana ukipata kadogo inatakiwa upandishe bei ili upate angalau unaweka kula. Hapa kinachotakiwa amani iwe. Yaani tutunze amani. Ikitokea kama vile ilivyotokea kwetu tutazidi kuathirika zaidi hapa. Kwa jinsi mimi nilivyoona. Hapa wafanyabiashara kwetu hali mbaya kwa sababu biashara imeyumba na hususan wateja hawa kama ilivyokuwa. Kuoza hivi vitu kama nyanya, vitu vyetu ni kitu cha kawaida. Ila tumetoka na jambo moja hivyo ambavyo vitu vinapanda bei. Hatuelewi shida nini. Kwa mashine hata jinsi ya kusukuma yani biashara zetu zinakuwa ngumu sana kutokana na vitu kupanda bei baada ya hizo biashara za serikali. Nipo
japo ya mashaka. Aidha, afisa usafirishaji katika stendi hiyo Daudi Nzunda amesema kuwa hali ya amani na utulivu inaendelea kuimarika na shughuli mbalimbali katika stendi hiyo zinaendelea kwa utulivu mkubwa. Stendi inaendelea vizuri, tunamshukuru Mungu kwa hapa stendi hatukupata madhara yoyote au kufanya vurugu zozote, na Mungu ni mwema na kutendea mema. Kwa hivyo sasa stendi naona tuna amani kabisa, tunaishi kwa raha, riziki zetu tumeanza kuzipata. Toka juzi tunapata vitu zetu safi, kwa tunashukuru Mungu, mambo yaendelee. Kwa upande wangu mimi niko kwenye shughuli za mabasi, ni usafirishaji Mbeya, Tunduma, mikoani. Kwa hiyo nimeanza kupata riziki zangu, nimefurahi pia na familia yangu imeweza kuishi. Ni jambo la msingi sana, sababu amani nimeona kwamba tayari bila amani tunashindwa kuishi. Na kama siku ngapi tulikuwa tupate riziki zetu kama wanastendi. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Asante John Kiango kwa undani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tunahitimisha katika habari za kitaifa. Na sasa tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana na Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV.
za kimataifa. Usha ujumbe wa amani wa kimataifa katika eneo linalozozaniwa la Abyei kati ya Sudani na Sudani Kusini. Katika mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa uliofanyika jana Jumatano, balozi wa Marekani katika umoja huo Mike Waltz aliainisha masharti ya Marekani ya kurefusha kwa mamlaka ya kikosi maalum cha Umoja Mataifa kwa ajili ya Abyei UNSIFA ambayo yanafika mwisho Novemba 15. Walters aliliambia Baraza la Usalama kwamba Sudani na Sudani Kusini lazima sasa zitekeleze ahadi zao kwa makubaliano ya amani ya mwaka 2011 na mamlaka ya UNSIFA ili kupata uungwaji mkono wa Marekani kwa urefushaji wa mamlaka ya kikosi hicho. Walters alisema pia nchi hizo jirani zinahitaji kuhakikisha kwamba Abyei ni eneo lisilo na wanajeshi, kuanzisha mipango ya muda ya kiutawala na usalama kama vile kikosi cha pamoja cha polisi cha Abyei na kubaini hadhi ya mwisho ya eneo hilo. Na hatimaye Israeli imepokea mwili wa mateka kutoka kwa shirika la Msalaba Mwekundu huko Gaza jana Jumatano, kulingana na ofisi ya waziri mkuu, katika makabidhiano ya hivi karibuni kufanyika chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani. Ofisi ya waziri mkuu imesema katika taarifa kwamba jeneza la mateka huyo lilikabidhiwa kwa jeshi la Israeli na idara ya ndani ya usalama na litapokelewa kwa sherehe ya kijeshi kabla ya kupelekwa katika kituo cha kitaifa cha uchunguzi wa kimaabara kwa ajili ya utambuzi. Katika taarifa ya pamoja, jeshi na shirika la upelelezi wa ndani Shin Bet ambayo walithibitisha kwamba mabaki hayo yalivuka mpaka na kuingia katika dola ya Israeli, huku jeshi likiwahimiza umma kusubiri uthibitisho rasmi wa utambulisho wa marehemu. Mwanzoni mwa makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi uliopita, Hamas iliwaachilia mateka wote 20 waliosalia waliokamatwa wakati wa shambulio lake dhidi ya Israeli mnamo Oktoba 7 mwaka 2023 ambalo lilisababisha vita vya Gaza. Kwa kubadilishana, Israeli iliwaachilia mamia ya wafungwa wa Kipalestina waliokuwa chini ya ulinzi wake. Mwisho wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Asante Pius Jayunga kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasaa wa kuelekea viwanjani sasa kuangazia ya kimichezo. Hapa studio nipo na mwanamichezo Johannes Michael atujuze yaliyojiri kwa upande wa michezo. Sky TV. Iula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluilo Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025
kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa wasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Hali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tunaanzia hapa nyumbani ambapo kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kitakachoingia kambini Novemba 10 mwaka 2025 kwa mchezo wa kirafiki kalenda ya FIFA dhidi ya Kuwait utakaochezwa Novemba 14 mwaka 2025 Cairo, Misri, kimeweza kuwekwa wazi na kocha wa timu hiyo Miguel Angel Gamondi. Timu hiyo inajiandaa na michuano ya kombe la mataifa AFCON mwaka 2025 itakayofanyika nchini Morocco mwishoni mwa mwaka huu. Kitacheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Kuwait nchini Misri, ambapo mchambuzi wa soka Tanzania Florent Given ameweza kuelezea kikosi ambacho kimeitwa na Miguel Angel Gamondi. Kwa upande wangu mimi nadhani kikosi ambacho kimeweza kuitwa ni kikosi kizuri kwa 90%, kwa sababu wachezaji ambao wameweza kuitwa ni wale wale, lakini kuna mabadiliko ya wachezaji kadhaa ambao wameweza kuitwa kwenye kikosi chetu. Kwanza kwenye nafasi ya ushambuliaji ambalo ni tatizo kubwa sana kwa timu yetu ya taifa. Tumeona kijana Kevin John ambaye anacheza ligi ya kule nchini Denmark ameweza kujumuishwa kwenye hiki kikosi ambacho mwalimu Miguel Angel Gamondi atakuwa chini Novemba 14 atakuwa anawakabili hawa wapinzani wetu Kuwait wakitokea kule bara la Asia. Kwa hiyo nadhani utakuwa ni mchezo mzuri, ila kwa upande wangu naipa karata timu yetu Tanzania kuweza kushinda ule mchezo kutokana na timu zote mbili, kwa sababu huwezi kusema wewe bora bila kumtazama mpinzani. Ukiangalia kwenye takwimu, Kuwait mpaka sasa amecheza michezo 25. Kwenye hiyo michezo kashinda mchezo mmoja kama sio miwili, lakini Tanzania kwenye michezo 25 michezo kama 9 tumeweza kushinda. Na ukiangalia hata kwenye viwango vya FIFA sisi na wao, sisi kidogo tunawafadhali kuliko wao. Wao wapo chini kidogo, lakini sisi tuna nafuu. Na ukiangalia kwenye hii michezo ya FIFA ni michezo ambayo kwanza ndo ni muhimu, kwa sababu klabu kama klabu inapata nafasi ya kwenda nafasi nyingine. Kwa sababu gani? Ukiongelea leo Kuwait yuko kwenye nafasi ya 135, lakini sisi tuko kwenye nafasi ya 107. Kwa hiyo utaona kuna gap kati ya Tanzania zidi ya Kuwait. Nadhani pia hata mwalimu mpya, mwalimu Miguel Gamondi, atautumia huu mchezo kwanza kwenye kuitafutia Tanzania nafasi ya kwenda mbele zaidi kufanya vizuri, kwa sababu ni mgeni ndani ya timu yetu ya Tanzania Taifa Stars, lakini sio mgeni na soka la Afrika, sio mgeni na soka la Tanzania. Ni mwalimu ambaye kwa soka la Afrika analijua kimapana, madhaifu na ubora anajua, kwa sababu leo hii mwalimu Miguel Gamondi ameweza kuitwa kwenye timu ya taifa, lakini angalia wachezaji ambao wameweza kuitwa kwenye timu yetu ya taifa ni wale wale wachezaji ambao wanafanya
kufanya vizuri sana kwenye kikosi chetu, lakini yeye alikuwa Singida Black Stars, na tumeona kuna mchezaji pale Abibu Id Gego ameweza kuitwa kwenye timu yetu ya taifa. Pia umeongelea kuna wachezaji wengine kama Kevin John ameweza kuitwa kwenye timu yetu ya taifa. Kijana kama Mabula ameweza kujumuishwa. Shomali Kapombe siku kadhaa za nyuma alikuwa haitu kwenye timu yetu, lakini sasa tunaona amejumuishwa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba uwepo pia mwalimu mpya kwenye kikosi atapelekea timu yetu kuweza kufanya vizuri, kwa sababu pia hata yeye mwalimu Megi Gamondi anataka heshima kama ile ambayo mwalimu ambaye aliweza kupita, mwalimu Ahmed Morocco, aliweza kuitengeneza. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na rasmi uwanja wa KMC Complex uliopo jijini Dar es Salaam, manispaa ya wilaya ya Kinondoni umewekewa taa kwa ajili ya kufanya uwanja huo kuwa na uwezo wa kuchezwa mechi za usiku. Mara tatu ambapo zimeweza kuwekwa, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limeweza kufanya ukaguzi katika uwanja huo na kuweza kujiridhisha kwa 100% kuwepo kwa mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kuweza kuchezwa majira usiku katika uwanja wa KMC Complex. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na timu ya wanawake ya Tanzania JKT Queens imeanza safari ya kwenda nchini Misri kwa ajili ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake, ambapo afisa habari wa timu ya JKT Queens Masau Bwire ameweza kuelezea timu hiyo kuweza kutoka Tanzania, lakini wanaenda kushiriki michuano ya klabu bingwa kwa upande wa wanawake. Wamejipanga vizuri kama JKT Queens. Kichapo cha kizalendo ambacho kimekuwa kikishughulika na hawa wa kwetu sasa kinakwenda kushughulika na mataifa ya nje, kimataifa, na kitashughulika kweli kweli, na nina hakika tutakaporudi tutawasimulia kwamba hata wageni huko wametafuta tafsiri ya neno kichapo cha kizalendo. Wamekuwa wakiimba kwa lugha ya kwao, watatafuta tu namna ya kukiita ili wanapokitamka kila mmoja aelewe hiki ndicho kichapo cha kizalendo. Kichapo cha kizalendo internationally kinakwenda kimataifa zaidi kwa sasa. JKT Queens ni wawakilishi wa Tanzania, wanakwenda kuipeperusha bendera ya Tanzania katika mataifa mengine. JKT Queens ni wawakilishi wa nchi za Afrika Mashariki na Kati kwa maana ya ukanda huu wa Sekafa. Kwa hiyo Watanzania tuungane kwa pamoja katika kuiombea na kuitakia dua njema JKT Queens inapofanya vizuri kule. Kila laheri JKT Queens katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake. Na moja kwa moja tunakuwa pipa hadi kimataifa, ambapo aliyewahi kuwa kocha wa klabu ya Yanga na Singida Black Stars Mirodi Hamdi anawania tuzo ya kocha bora wa mwaka nchini Nigeria baada ya mafanikio yake kitaifa na kimataifa. Kwa sasa Hamdi ni kocha mkuu wa timu ya Ismailia inayoshiriki ligi kuu ya pale nchini Misri, ambapo amekuwa akionyesha kiwango bora zaidi na mafanikio makubwa katika uendeshaji wa kikosi hicho chake na mafanikio ya timu kwa ujumla. Tuzo hizo zitaweza kuwekwa wazi rasmi katika sherehe zitakazofanyika Novemba 9 mwaka 2025 mjini Paris, Ufaransa, ambapo viongozi na wachezaji mashuhuri wa soka kutoka barani Afrika watahudhuria shughuli hiyo. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na wachezaji wa FK Ledmi wapo kwenye majozi baada ya kupata taarifa kuwa kocha wao amefariki dunia wakiwa uwanjani katika mechi ya kuwania ubingwa wa ligi daraja la kwanza nchini Serbia. Medis Zozovic aliwahi kufundisha timu za FK Ledmi ambayo inashiriki ligi kuu ya pale nchini Serbia, RP Chini ambayo inashiriki ligi kuu ya pale nchini Serbia. Mechi hiyo ya ligi daraja la kwanza nchini Serbia iliendelea, lakini ilisimamishwa muda kabla ya kuweza kupata itirafu ambayo kocha aliweza kuipata na kuweza kupelekea kupoteza umauti. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, nafikia mwisho katika habari za michezo na burudani na kurejesha kwake Mindi Joseph kwa ajili ya kuweza kuhitimisha Ulimwengu wa Habari. Habari za michezo na burudani. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Sky TV.
Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 33 36. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Asante Johannes Michael kwa mkusanyiko wa habari za michezo. Mtazamaji, na sasa ni utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku. Sasa ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo, tukianzia saa 3 usiku kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Karibu. Usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kagera pamoja na Mara, mikoa inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo mengine yaliyosalia hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, Ziwa Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Mara, Kigoma, Tabora pamoja na Katavi, mikoa inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Tanga, Dar es Salaam, Pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Lindi, Mtwara pamoja na Ruvuma, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Naam mpenzi mtazamaji, mpaka hapa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema.
Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo, tupate muhtasari wake. Hemedi Abdullah ateuliwa kwa makamu wa pili wa rais wa Zanzibar kuapishwa Novemba 8. Na kimataifa, Marekani yatishia kutokuunga mkono ujumbe wa amani wa Abiy. Na katika michezo, wachezaji 23 waitwa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kujiandaa na michezo ya kalenda ya FIFA. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Sky TV. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi muda na wakati kama huu hapo kesho. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa ya habari, mimi ni Mendi Joseph, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Sky TV.